Habari yote utakayoiandika inatakiwa lazima kwanza ipite kwangu, alafu ndio iende kwa mhariri mkuu. Vinginevyo hiyo habari haitaruhusiwa kufanywa kitu chochote kile. Umenielewa? Ya, nimekuelewa. Lakini mimi hapa nimeajiriwa kama mtu wa masoko mtandao. So sitokuwa nikiandika habari. Mimi naona hujanielewa. Ninachomaanisha mimi ndio bosi wako na utaripoti kwangu. Na si vinginevyo. Utafanya kile nitakachokuruhusu. Umenielewa? Mimi naelewa wewe ndio mkuu wangu wa kazi. Ila nimepewa mkataba. Na ndani ya mkataba hamna sehemu inayosema kwamba bila idhini yako siwezi kufanya jambo. Umeshaanza kuota mapembe kabla hata hiyo kazi hujafanya? Sina mapembe na wala sitopata Mr. John. Ila mimi nafanya kila ambacho kipo ndani ya mkataba wangu. Sasa ninachokwambia, hautomaliza. Tale na Ibla. Join ndani. Ndani? Kwani kuna kosa sisi tumelifanya? Yule kijana mweupe pale ofisini ni nani? Anaitwa Sajo, ni mfanyakazi wetu mpya pale ofisini. Yeah. Nahisi itakuwa namfahamu. Umefahamiana naye wapi? Namuonaga tu pale mtaani, atakuwa tu mtoto wa mtaani. Unamuonaje kijana yule? Kwa kweli siwezi kumzungumzia hivyo. Kwa sababu ni mtoto tu wa mtaani pale, simjui vizuri kabisa. Anaonekana mfanyakazi mzuri sana. Inawezekana. Lakini siwezi kumchukulia zamana. Mimi nimependa tu anavyofanya kazi. Vizuri. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Nashukuru sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi lile la kweli. Shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi inavunjisha amani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabalaa, inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah, ina maji
Wema, Wema, Abe mama, simu yako inaita. Shilingi, 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 shilingi. Poa, habari za siku ya kwanza kazini? Hivyo hivyo tu. Hivyo hivyo ndo nini sasa? Kuna jamaa anazingua pale kazini. Kanaambia ananipa mwezi tu nitafukuzwa kazini. Yeye ndo amekuajiri? Hapana. Ni mhariri msaidizi. Sasa hakuna haja ya kujistress eti. Watu kama wapo sehemu yote ile ya kazi hawakosekani. Nawe vipi leo? Mbona umewahi kutoka kazini? Au hakuna abiria? Leo bwana, nisijisikii vizuri kabisa. Yaani nisikie uchovu na kiuma kwa mbali. Ila gari kuna jamani nimemwachia ili aweze kunikamilisha hesabu. Kichwa kinanigonga sana huko. Itakuwa malaria nini? Hata sijui. Kichwa kinanigonga kwa huko. Hilo unajua nini, kama utataka kula kuna hela pale kwenye kabati, sawa? Utachukua utaenda kula. Niwacha nipumzikie kidogo. karibu chakula. Asante. Sikia ulienda kumtoa Michael kituoni? Ndiyo. Unaweza kujua ni kwa nini ulifanya hivyo? Mkude, maliza kula kisha tutazungumza. Naweza kuongea huku nikiwa nakula. Sio jambo zuri lakini, na sio tamaduni zetu. Nini? Nani amekwambia hayo mambo? Hemi, tulizana Mkude. Haina haja kupiga kelele. Nani amekwambia? Hedina mwenyewe kaniambia. Kwa nini usingeniambia tangu huo mchana sasa? Haikuwa na haja kufanya hivyo Mkude. Tulizana. Usipate pressure bure kwa jambo ambalo tayari limeshapita. Kwa hiyo ni nani mwingine anayelijua hili kiachia mbali hao vijana? Hapana. Sawa. Hili jambo inabidi libaki kuwa hivyo hivyo. Wana kijiji wakilisikia hili, ni aibu hii mke wangu. Kwa hiyo Mkude,
Unataka kuniambia vijana tuachie hivi? Kumbe ulikuwa unataka tufanye nini? Tukiwafungulia mashtaka, si watu watasikia kesi mahakamani? Hivyo nafikiri Mkude, hawa vijana wataishia kwa Edina tu? Wasipoadhibiwa hawa, wataendelea kuwakosea wasichana wengine hapa kijijini. Waadhibiwe mara ngapi? Nilikwambia Michael aliwapiga na wakaishia hospitali. Sizungumzia adhabu hiyo Mkude. Nataka afikishwe mbele ya sheria ili we mfano kwa vijana wengine wenye mawazo hafifu kama yao. Mama Edna, Aidha ufanye wewe au nifanye mimi mwenyewe. sawa, nimekuelewa. Na kuna jambo lingine hapa kuhusu huyo Michael. Michael amefanya nini tena? Mimi hata sijui kitu gani kinaendelea kati yake na Edina, mpaka kufikia hatua kwenda kuwapiga wale vijana wa watu, wakati mimi sitaki kabisa mwanangu ajihusishe naye. Ndio ukae chini na mwanao sasa uzungumze naye kuhusu hilo. Kuzungumza naye Mkude haitoshi. Huyu ameshakuwa binti mkubwa sasa. Ni muda wake sasa, sio kumtafutia mume aolewe. Mume? Sasa unashangaa nini? Ukiendelea kunilazimisha, utanifanya nifanye kitu ambacho sikuwahi kupanga kufanya mwanamke. Brother, nina shida kubwa sana. Na wewe pekee ndio unaweza kunisaidia. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Nishakwambia sitaki kufanya kazi yako. Unalazimisha ili iweje? Sikulazimishi kaka. Sikulazimishi. Basi kama kuna uwezekano, nitafutie mtu ambaye unamwamini, ambaye ana uwezo wa kufanya kazi kwa umakini. Thank you. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable at the moment. Please try again later.
Hodi. Karibu shangazi. Asante za asubuhi. Nzuri tu, shikamoo. Marahaba. Dapamela ipo? Ndio. Dada. Shangazi, kiukweli mtanisamehe. Siwezi kabisa kuvumilia ujinga. Kila siku anakupiga, unalia, mnaongea naisha, lakini haipiti mwezi anakupiga tena. Hata Milton. Jina langu. Lakini haipiti mwezi anakupiga tena. Hata Milton. Jina langu. Asante sana baby. Hata sijui nikushukuru vipi. Usijali, ila kuna mambo mawili unatakiwa uyazingatie. Kwanza, usiniite hilo jina unaloniita tukiwa hapa ofisini. Hata kama hamna mtu ofisini? Ndiyo, hata kama hakuna watu, usiniite hilo jina. Lakini la pili, unajua hasa umeajiriwa hapa kwa kazi gani? Najua hilo John. Kwa nini umeajiriwa katika ofisi hii? Baby, si nimekuambia najua. Hapana. Niambie ili nijue kama kweli unajua kwa nini umeajiriwa hapa. Natakiwa kuhakikisha namweka David kiganjani mwangu. Vyema kabisa. Hakikisha hilo ni jambo la msingi kuliko jambo lingine lolote lile. Tena unalifanya haraka iwezekanavyo. Umenielewa? Sijali. Si unanijua tena. Rudi hapa. Kwa hiyo wewe unaona raha mume kugeuza ngoma, si ndio? Michael, nimeshakwambia habari za ndoa za watu. Achana nazo. Hazikuhusu. Ndoa ni kupigana kila siku. Jamani. Toka Michael na mume wangu Kitemo wamalize tofauti zao, hajawahi hata kunishika. Sasa unalia nini? Jana nilikuwa najisikia vibaya. Sasa nikawa nimeenda hospitali. Halafu leo asubuhi kama niambia na ujauzito wa wiki 3. Kweli. Uniambie vizuri taratibu. Sawa. Sasa kwa nini usingekuja mwanzo ungezungumza kama wewe ni mjamzito? Tunaanza kutiana pressure za nini? Wanawake basi. Kwa hiyo ndio hivyo nilivyokuambia, hakikisha kwamba unaandika kile kitu ambacho moyo wako unapenda yani. Sawa. Asante sana Mr. John. Asante. Mr. John. Naam. Shikamoo. Marahaba, jambo. Shikamoo. Okay, mimi nafikiri ni waache kuendelea. Haya basi, haina shida. Asante. Mambo. Poa, mzima? Mzima, za kwako? Mimi namshukuru. Fresh. Mama, mimi na kazini. Hapana mwanangu. Leo babangu katafuta mtu wa kusaidia. Kwa hiyo haina haja ya kwenda. Kwa nini? Kuna mgeni anakuja leo kwa ajili yako. Kwa hiyo unatakiwa tu baki nyumbani. Mgeni gani? Na kwa nini anakuja kwa ajili yangu?
Hedina, hebu nipunguzie maswali kwanza. Fuate tu ninachokuambia, rudi ndani ukapumzike, sawa? Nadhani watu wote tumefahamiana na kila mtu kafahamu jukumu lake ambalo alokabidhiwa. Cha kusisitiza ni kitu kimoja tu. Habari zinazotakiwa ziandikwe kwenye timu hii ni habari za kila mtu zimvutie kwenye mtandao wetu. Zinatakiwa habari ambazo mtu yote akipita kwa bahati mbaya, basi kwa wakati mwingine arudi kuzisoma kwa makusudi. Saji atakuwa ni mtu wetu wa masoko, pia ndo ataongoza timu nzima. Kama jambo lolote likitokea, natakiwa mfuate Sajo kabla ya mimi. Yeye akishindwa kulipatia ufumbuzi, ndio litakuja kwangu. Mr. Sajo, una lolote la kuongezea? Binafsi sina cha kusema, maana kila kitu umeshasema. Ila nichukue fursa hii kuwaomba tufanye kazi kwa bidii na ushirikiano ili tuweze kuzitendea haki nafasi tulizopewa. Okay. Hii timu mpaka sasa hivi iko kwenye majaribio yani. Kwa sababu gazeti letu walikuwa na online platform mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo tunatakiwa tuonyeshe matunda mapema. La sivyo tutakuwa tumejifelisha wenyewe. Sidhani kama kuna mtu hapa anataka iwe hivyo. Kuna mtu mwenye swali? Nafikiri tunaweza kuanza kazi kama mna mtu mwenye swali. Okay. Nawatakia kazi njema. Pia basi. Bwana Mlokozi, ni muda mrefu sasa tangu tuonane mimi na wewe. Ni kweli Bwana Nicholas alikuwa bado mwanafunzi shule ya msingi na wewe binti yako alikuwa bado mdogo. Hivi binti wenyewe yuko wapi jamani? Nahitaji nimuone mkuu wangu mtarajiwa. Kuna vitu vingi natakiwa tuvifanye ndani ya muda mfupi. Hivyo nitaomba sote kwa pamoja tuwe shapu na pia tuwe wabunifu. Angela, nimeambiwa una uzoefu kidogo na mambo ya mitandao. Hivyo tunakutegemea ili uweze kutupa dila ni namna gani tunaweza kusoma kwa haraka. Haina tatizo, ila ningepata muda wa kuzungumza jambo na bosi ndipo nijue ni kitu gani tunaweza kuanza nacho. Nadhani ulisikia alichokisema. Yaani jambo lolote natakiwa niletee. Na kama itatokea sijalitekeleza basi nitampelekea mwenyewe. Mimi sioni sababu ya kuelezea jambo ambalo najua mwisho wa siku utashindwa kulitatua na kumpelekea bosi. Ni bora nilipeleke mwenyewe kwa moja kwa muda. Okay, sawa. Kama umeamua hivyo utamtafuta kwa muda wako uongee naye hicho unachotaka kuongea naye. Ila kwa sasa hivi nataka tuzungumzie ni jinsi gani tutafanya kazi. Sijajua kama tutapata habari kupitia wanahabari wa gazetini au itatubidi tuunde timu yetu yenyewe ingie mtaani. Swala zuri. Ila nadhani tuwatumie waandishi wanaotumika hapa kila siku. Sawa, ila ni muhimu tuwe na timu yetu wenyewe, maana ni lazima tuwe tofauti japo kidogo na habari za Nataka utoke sebuleni ukasalimia wageni. Na ukishafika pale, sitaki uongee chochote zaidi ya salamu na kujibu maswali utakayoulizwa. Mama, kwani naomba nisikilize kwanza. Fuata ninachokuambia. Wageni wakishaondoka, muda wako wa maswali utafuata. Tena jiandae uwezavyo ili ukija pale usionekane kuwa una wasiwasi.
nakupa nusu dakika tu, huo umeshafika sebuleni. Sawa? Marhaba binti yangu, jambo? Marhaba mama. Sasa hizi Edina. Salamu, mambo. Nakionea wivu sana kizazi cha siku hizi, maana sisi zamani tulikuwa tunalazimishwa kusalimia wanaume hata usolingana nao, lakini watoto wa siku hizi ni mtihani kwa kweli. Hakuna cha kusamehe mama Edina. Mimi napenda mtoto anayejiamini kama Edina. Mpeke Nicholas nje akaangalia mazingira ya nje. Sawa mama. Naweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Ndio wewe? Yeah, ndio. Ndio Nicholas. Nite Niki bana, jina lote hilo la mimi. Si ndio jina lako? Yes, ila nafai zaidi ukilifupisha. Mbona kama umekasirika? Mimi sio bidhaa kununuliwa Nicholas. Lakini mimi sijasema kama wewe ni bidhaa. Sasa ndio mambo gani ya kuja nyumbani Mnanitizama sebeni kama natazama mbuzi aliyoko mnadani? Edina, mimi ni kama wewe, nimebebwa tu na kuletwa hapa. Sio lengo langu ujisikie vibaya. Lakini mimi siko tayari kuolewa kwa sasa. Naomba uitambue hili. Basi nitakusubiri mpaka utakapokuwa tayari. Mbona mimi sina shida? Na kama sitakuwa tayari? Basi nitakusubiri mpaka tuzeeke. Mimi na wewe tujaonana takriban miaka 9 sasa. Tuliachana kipindi tuko wadogo. Kwangu nakuona kama mtu ambaye simfahamu. Na katika maisha yangu sikuwahi kufikiria kuja kuolewa na mtu ambaye sifahamu. Kwangu itakuwa ni kama ajali na sio ndoa. Mimi nakuelewa vizuri sana unachomaanisha. Na nakubaliana kabisa na maneno yako. Ndio maana nimekuambia nipo tayari kusubiri hata kwa miaka mingapi. Uko tayari kunisubiri? Yes. Utamsubiri je mtu ambaye huna miadi naye? Kwani lunch break saa ngapi hapo vizini? Ndio muda huu. So unaweza kwenda kupata chochote. Asante ma, nimeshaanza kuona mapicha picha. Samani Angela.
shilingi, 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 shilingi. Naweza kuongea nawe japo kidogo kabla hujaenda kula? Jambo gani? Kaa chini tafadhali. Please. Mimi na wewe hatufahamiani, ila nahisi nimekukera jambo siku ya leo. Jambo gani? Ndio nataka unielezee nimekukosea nini. Mimi sioni kama kuna jambo lolote na wala sina hasira na wewe. Okay. Kama ndo hivyo, nisingependa tena tubishane mbele ya wafanyakazi wengine. Kila mtu ana majukumu yake huko. Hivyo nisingependa nikukumbushe ili uweze kuyafuata. Si tunaelewana? Sasa ninapokupa maelekezo alafu wewe unaona hayafai, unataka kwenda kuzungumza na bosi, ni bora ungenyamaza tu. Alafu baadaye unanifuata, unaniambia. Okay, sawa. Una lingine?